billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wangu, karibu tena katika kipindi hiki muhimu kabisa ambacho nia na madhumuni yake ni kukujuza mambo mbalimbali ili kuweza kuijua dunia yako na yale yanayokuzunguka. Kipindi hiki ambacho kinaletwa kwako na taasisi ya Islah Islamic Dua Center inayomilikiwa na taasisi ya Islah Islamic Foundation, ni mimi muhadhiri wako wa kimataifa Alhaji Dr. Sule, na leo na faida kubwa nataka niifikishe kwako ili upate kujifunza. Leo kuna faida kubwa nataka kuifikisha kwako ili upate kujifunza, lakini pia kuweza kuwa na tahadhari na ikiwezekana kujichunguza kama na wewe umefanikiwa au umeshaingia katika dimbwi ama shimo hili baya ambalo linategwa na maadui zetu. Leo nataka nizungumzie kwa ufupi sana madhara ya chipu ya kichawi na ni madhara ya chipu ya kijini pamoja na chale ya kichawi. Nataka nizungumzie madhara ya chipu ya kijini pamoja na chale ya kichawi. Viwili hivi ni vitu vinazungumzwa kwa maana ya maelezo tofauti, lakini ni vitu vinafanana. Ni njia zinazofanana. Chipu ya kichawi, chipu ya kijini na chale ya kichawi. Vitu hivi ni vizuri sana kuvifahamu. Kuvifahamu ni vitu gani, vinaweza kukupata vipi, madhara yake ni yepi, na vipi unaweza kujikinga. Katika hali ya kawaida, mchawi yoyote, sehemu kubwa ya wachawi, wengi katika wachawi, wanapofanya uchawi, wanafanya uchawi kwa kutumia majini. Jini muasi ama sheitani kwa jina jingine, ambaye Mwenyezi Mungu ametuambia ndani ya Qur'ani kwamba tumfanye adui. Huyu ndiye anayetumika kutekeleza yale yote matakwa ya mchawi yanayokwenda kumuathiri mwanadamu ambaye ima hana sababu au anamfanyia kwa sababu maalum. Kwa nini? Kwa sababu katika majini kuna mahadimu sihira. Kuna wale mahadimu ama watumishi ama watumikia uchawi. Wako majini watumikia uchawi. Vipi? Mwanadamu anapotaka kumdhuru mwanadamu lazima amtumie jini. Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mwanadamu hawezi kufanya analolitaka kwa muhusika mpaka apate nguvu ya kijini. Mfano, mwanadamu anataka kuingia nyumbani kwako, mchawi anataka kuingia nyumbani kwako. Akija kama binadamu na akaamua kufungua mlango ambao ushaupiga komeo kwa ndani, hawezi kuingia. Lakini akimtumia khadimu sihiri, yani jini wa kichawi, kwa njia maalum, jini ataingia ndani, atafanya moja kati ya mambo mawili. Ima atamuamsha mmoja katika familia yenu akimkaa kichwani na kwenda kufungua mlango, kisha atarudi kumlaza na asiamke mpaka watakapomaliza shughuli zao, au yeye mwenyewe jini atabadili umbo kutoka katika umbo la kijini na kuwa katika umbo la kibinadamu na kufungua mlango kama binadamu anavyofungua mpaka mkawa wote, na hali ya kuwa amekulazeni wote mpaka watakapomaliza shughuli zao. Hiyo ni part 1. Part 2, mwanadamu mchawi anaweza kutaka kukulisha vitu. Yani mchawi anaweza kutaka kukulisha vitu katika mwili. Labda anataka kukulisha nyama za kichawi. Labda anataka kukulisha vitu vya kichawi au kukuhifadhisha vitu vya kichawi katika mwili wako. Unajua yako matumbo ya watu makubwa, lakini sio kwamba wagonjwa, matajiri wana pesa nyingi. Vitambi vingine vinakuwa ni mifuko ya kuhifadhia vitu vya kichawi vya wachawi. Ndio maana kuna baadhi ya wagonjwa unawakuta mtu anaumwa tumbo kubwa limejaa maji, kipiga picha limejaa maji. Likinyonywa maji, maji yanarudi tena, likinyonywa maji, maji yanarudi tena.
Huwezi kujua ni kwa nini. Wakati mwingine matumbo yanakuwa makubwa kwa sababu ni hifadhi za vitu vya kichawi ambavyo wachawi huvitumia. Kwa hiyo inaweza likatumika tumbo lako kama kabati. Unaweza kutumika mfuko wako wa uzazi kama kabati. Yani kafika mahala mfuko wako wa uzazi wewe mwanamke ukatiwa vitu vya kichawi ambavyo kazi yake kubwa, wanakuja wanavichukua, wanakwenda kufanyia shughuli zao, wanarudisha. Lakini vitu hivi hawezi kuja mchana tu mchawi akakutumbukiza, au umelala usingizi wa kawaida akakutumbukiza. Katika hali ya kawaida utashtuka na utagundua hapa lazima atumike jini. Hapa ni lazima atumike jini. Nini kinachofanyika? Anatumwa jini kwa kupewa ahadi maalum na yule mshirikina mchawi, ambaye yeye anakuja na dawa maalum. Anaingia ndani, anakupulizia au anakupaka hiyo dawa, anakulaza. Akishakulaza tayari, yeye anakutengenezea ndoto. Maana yake sasa anatumia jini muasi uliye naye. Unajua kila mtu ana jini rafiki ambaye anaishi naye kwa ukaribu. Anachokifanya sasa, huyu jini anakwenda kuzungumza au kuconnect na jini muasi. Kiwa jini yule anayeishi kwako ni jini mzuri, wanampiga ambush, wanamtoa akae pembeni. Wanaingia wao wavamizi, wanafanya wanachokitaka. Wanatengeneza jini, anatumia kiti kile kile ambacho anaweza kutumia jini, anavaa ndani ya mwili wako. Akishaingia ndani ya mwili wako, anachokifanya anakuotesha ruya, anakuotesha ndoto. Ile ndoto unapokwenda kuiota, anakuotesha ndoto, amini. Akishakuotesha hii ndoto hii, ukishaiota hii ndoto, unaweza kuota unakula, unaweza kuota unakunywa maji, unaweza kuota unapiga miayo, unaweza kuota unacheka kwa sauti kubwa lakini unaachama mdomo. Wao wanatumia fursa ile kuingiza vitu vyao ndani ya mwili wako. Wao wanatumia fursa hiyo kukulisha nyama. Ndio unaweza kuota unakula chakula, unaota kadha wa kadha, kwa sababu jini anakuwa ametumika. Na wanampiga ambush jini wako mchafu, anakaa pembeni, msafi anakaa pembeni, au jini anayekulinda au anakuwa nawe karibu anakaa pembeni. Alafu wao sasa wanatumia mwili wako usikule kwa kazi wanazozitaka. Au inawezekana wanataka kwenda kukufanyisha kazi. Katika hali ya kawaida jini wewe huwezi kwenda kufanya kazi bila nguvu ya jini ambaye tayari atatumika. Kitakachofanyika, jini atauvaa mwili wako na wewe utaamshwa hali ya kuwa uko usingizini. Alafu utaanza safari za kutoka eneo ulilopo ndani ya usingizi, lakini umemvaa yule jini, na ukiwa wewe umelala lakini yeye anakufanya uwe macho. Wale wachawi wanautumia mwili wako kupeleka mashambani, kukupeleka kwenye kazi, kupeleka kwenye biashara, wanakufanyia makazi mbalimbali wanayoyataka wao. Na itaendelea hali hiyo baada ya kuwa umepakwa dawa mpaka pale utakaporudishwa tena ili kupumzika baada ya tukio hilo kufanyika. Ndio unaamka asubuhi unakuta miguu ina matope, miguu ina mavumbi, umechoka sana, unahisi viungo vinauma kama umefanya kazi, lakini unajiuliza, mimi nimewezaje kufanya kazi? Haya yote yanafanywa na wachawi kwa kumtumia jini. Sasa jini anawezaje kuingia mwili wako na kuutumikisha anavyotaka pasi na wewe kuathirika? Lazima jini atengeneze chipu ndani ya mwili wako. Yani mwili wa mwanadamu una chipu zinawekwa za kijini, ambazo chipu hizi ni identify. Chipu hizi ni utambulisho. Unakuwa identi wewe, ujulikane wewe ni nani na unatumika kwa mashughuli gani. Kwa hiyo kwanza kuna chipu ya kijini ambayo hii inafungwa ndani ya mwili wako. Ikishafungwa inakuwa kama password au inakuwa kama vile namba maalumu ambayo iko ndani ya mwili wako, na utumiaji wa password hii au namba hii unakuwa na yule jini ndio anausimamia. Mfano, akishaifunga ndani ya mwili wako, labda kaifunga kwenye kizazi au kaifunga kwenye kifua au kaifunga tumboni kwa kawaida au kafunga kichwani au kafunga popote katika mwili wako, ule mwili wako unakuwa under control kwake. Ni kama mashine ya TV inavyotumiwa remote, kama TV inavyotumia remote, kwamba anapoiminya na kutaka chaneli yoyote ioneshe, na yeye ndivyo atakavyoweza kuutumikisha mwili wako vyovyote. Ndio maana leo inaweza kufika mahala ukakaa ukasomewa Qur'ani, jini anapanda. Mnaweza kuwa watu 50, 20, 30, 40 wakasomewa Qur'ani kisomewa tu, au nyimbo zikiimbwa tu, au dhikiri ikifanywa tu, au ubani ukichomwa tu, au udi ukichomwa tu, au kitu fulani kikifanywa tu, basi kuna watu wataanza pale pale kuinuka
kwa sababu zile vinavyofanywa vinakwenda kusearch zile namba na kwenda kuactive mashine iwe active. Yule jini anarudi anakaa kwenye kile kiti, automatically anapanda. Ndio maana unaweza kuona watu wengi hawapandishi majini kwa sababu hawana chipu zilizofungwa katika miili yao. Lakini wale waliofungwa majini wana chipu katika miili yao. Sasa akishafungwa jini akishafunga chipu katika mwili wako, ana uwezo wa kuendesha mwili wako ipasavyo. Mfano, amefunga chipu katika kizazi. Mfano wewe ni mwanamke, alafu chipu ya kijini imefungwa katika kizazi. Yeye ndio atakontrol mfumo wako wa uzazi. Atakontrol kushika kwako kwa mimba, atakontrol kutoka kwako kwa mimba, atakontrol uzazi wako, atakontrol hisia za mapenzi, atakontrol kila kitu. Na ndio inaweza kufika mahala yeye akatia mimba jini, na wewe ukajikuta una dalili zote za mimba, lakini mimba hii haionekani. Mwisho wa siku unapima UPT, unaonekana kweli una mimba, ukienda kwenye ultrasound una uvimbe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndo ana control katika eneo hilo. Ndio maana unakuta wanawake wengi anapata mimba zinatoka, anapata mimba zinatoka, anapata mimba zinatoka. Au anaweza kukuacha uzae, na baada ya kuzaa kabla ya miaka 5 akawa anaua watoto wako. Nini? Kwa sababu ana control system ya uzazi baada yeye kuwa tayari ameshashikilia ule mfumo wako wa uzazi kwa kufunga chipo pale. Na ikitokea kafunga kwenye kifua, ndani ya moyo, ikawa chipu hii imekaa kwenye moyo, wewe unapata maradhi ya pressure yasiyokuwa na sababu. Yani huna sababu, from nowhere tunajikuta una shida ya pressure, hali yako sio nzuri, maisha yako magumu. Kwa kuwa na shetani huyu tu, unajikuta muda mwingi wewe ni mgonjwa wa pressure. Unatumia dawa zote ambazo watu wakitibia pressure wanapona, lakini wewe kwako pressure haiwezi kupona kwa sababu ile chipu imefungwa kwenye moyo na jini ndio anaicontrol pressure yako. Ndio maana leo watu wengi wametibiwa pressure, na wengine mioyo imetanuka, moyo umetanuka mpaka anakwenda hospitali, anataka kufanyiwa operation, anataka kufanyiwa matibabu mbalimbali. Kumbe shida kubwa, kuna jini ametengeneza chipu na ana control moyo wako kwa kutumia chipu yake. Hivyo anaufanya moyo wako unaendeshwa na yeye kwa kadiri anavyotaka. Vivyo hivyo anaweza kufanya kwenye ini, anaweza kufanya kwenye figo, anaweza kufanya kwenye ubongo, anaweza kufanya kwenye damu. Jini anaweza kuutumia mwili wako kwa kufunga chipu popote na akafanya chochote. Na akifunga kwenye ubongo, anaicontrol brain yako. Ubongo wako anaukontrol yeye. Yani maamuzi yako yanakuwa 30%, maamuzi yake yanakuwa 70% katika maisha yako ya kila siku. Ndio maana ambalo yeye hataki wewe utalichukia. Ikiwa amecontrol, labda yeye njini mahaba amefunga hiyo chip katika mwili wako, ana control namna ya uchaguzi wa wanamume au wanawake. Ndio maana unamkuta mwanamume wakati mwingine hawezi kufikiria swala la kuoa. Kila akikaa anaona wanawake wote hawana thamani. Yani kila mwanamke anamtoa hila, kila mwanamke anamtafutia sababu. Vivyo hivyo kwa mwanamke, yani kila anavyoolewa anaona mwanamume hana sababu, hana hila, ana hila mbalimbali anawatoa. Lakini pia anaweza kutengeneza mazingira ya kucontrol mwili wako na kukufanya, pamoja na uzuri wako, jini anaweza kuufanya mwili wako na sura yako ionekane mbaya. Yani pamoja na uzuri ulio nao, pamoja na heshima ulio nayo, pamoja na thamani ulio nayo, pamoja na shepu na umbo ulilo nalo, sheitani kwa kitendo cha kuvisha chipu katika mwili wako, shetani wa kijini, na kucontrol mwili wako, kitakachofuata kwako ni kuwa kila anayekuona anakuona positive. Yani yeye anakuona kinyume chake, hakuoni vile ulivyo. Kwa nini? Kwa sababu we badala ya kukuona ni mwema, anakuona mbaya. Kwa hiyo kila anapokutazama yeye anakutazama mbaya. Kakuoa mwenyewe, kakupenda mwenyewe, lakini siku mbili tu anajiona nilikosea kuoa mwanamke, anakuona unagubu, anakuona hujui kupika, anakuona hiki. Yani anakutafutia sababu, ndani ya muda mfupi tu atafuta sababu za kukuacha, na akishindwa sababu za msingi za kukuacha, anakutelekeza pale, na pengine akutelekeza na mimba, anakutelekeza na watoto, anakutelekeza kadha wa kadha, anakuacha hapo, anaendelea shughuli zingine, anatafuta mahusiano mapya, kwa sababu wewe, yule shetani kila anapokuwa mwilini mwako, ana uwezo wa kucontrol mwili wako uonekaneje kwa watu. Yani yeye kama ni kiumbe, yani yeye kama ni mtu wa kukufanyia makeup, yani akuonekane unapendeza, akuonyeshe unapendeza kwa watu, au akuonyeshe upendezi kwa watu. Na sura hiyo hiyo anaweza kufanya kwa majirani, marafiki na watu wanaokuzunguka. Kwa nini? Ndio maana leo nakuta mtu ana kila sababu ya kuwa anatakiwa kuheshimika, lakini jamii inayomzunguka yote inamuona hana thamani. Jamii inayomzunguka yote inamuona hana maana. Kwa nini? Kwa sababu kuna shetani amevaa mwili wako na kuutumia mwili wako, kuutumikisha mwili wako anavyotaka yeye.
usikie. Hii ndio chipu ya kijini ambayo inafungwa katika mwili wako, inayokwenda kufanya madhara mengi mengi mengi. Ikiwa chipu hii kifungwa itakuwa wajini wa kichawi, basi chipu hii itakwenda kubadilisha maisha yako. Usiku jini huyu atakaa katika mwili wako na kwenda kukutumikisha kwa sura yako na kukuinua vile vile kama unavyoenda kulima, anakuinua hivyo hivyo na kutembea na wewe katika shughuli za kichawi. Ndio mwisho wa siku umekaa katika familia, umekaa katika nyumba, umekaa katika mtaa, watu wanakuona wewe mchawi. Tena wanakuota usiku, wale wenye majini maruhani wanaoona wanakuota kabisa kwamba nimemuona fulani kaja kawanga kwetu. Na ikitokea kwamba umepigwa dholba, labda kakupiga au kakuchana au kafanya kitu chochote au umeanguka wakati unakimbia, wallahi ukiamka asubuhi, yale maeneo yote uliohisi kuumizwa, yaliyoumizwa usiku wakati umeenda kwenye shughuli za kichawi na wewe mwenyewe hunafahamu, ila jini katumia chipu ile kukuvaa na kukutumikisha kazi za kichawi, yale maeneo wewe unasikia maumivu, na yule aliyekuumiza mkikutana naye kabisa anajua kwamba huyu anachechemea kwa sababu nilimuumiza usiku. Kwa nini unapata maumivu kweli na wewe hukwenda kuanga? Hapana, ulikwenda kweli kuanga kwa sababu jini wa kichawi alivaa mwili wako akakutumikisha kazi za kichawi, ukapata madhara kwa sababu kilichoumia ni mwili wako wakati unakwenda kufanya haya. Lazima baada ya maumivu haya, baada ya kumaliza shughuli hizi, unaporudi katika hali ya kawaida, asubuhi umeshaamka, lazima usikie yale maumivu na walio pembeni waone kabisa kwamba wewe ni mchawi na ulikwenda kweli kufanya kazi za kishirikina. Tunapozungumzia chipu ya kichawi, tunazungumzia kitu kikubwa kinachoenda katika maeneo mengi. Chipu ya kijini ni kitu kikubwa kinachoingia katika maeneo mengi. Ndio maana nikasema niitumie fursa hii kutoa elimu ili ujue kwamba kuna watu wamekuingiza katika matatizo na majanga pasi na wewe kujua, kupitia majini ambao wametumwa na maadui zako kuja kukuletea madhara. Lakini pia nilisema nitazungumzia chale ya kichawi. Chale ya kichawi ni nini? Chale za kichawi zimegawika katika makundi, na nitazungumzia chale mbili tu leo. Nitazungumzia chale tochi na nitazungumzia chale ya kichawi. Chale ya kichawi ndio hii tuliyozungumza, jini anafunga chipu ya kichawi kwenye mwili wako, ambayo hii inakwenda kukutambulisha na kukuwezesha kufanya kazi kama mchawi mwenzao. Na wewe unaweza kujikuta unaota uko kwenye makundi, unaota uko na watu, unaota uko na wanga, wewe mwenyewe unajikuta unaota, lakini wakati unaota ilo tukio umeshiriki kweli, ilo tukio umefanya kweli, hiyo safari umekwenda kweli, kwa sababu kuna chipu ya kichawi imefungwa ndani ya mwili wako, unautumikia uchawi. Sasa unajikuta jini huyu kwa kutumikisha mwili wako anakuletea madhara na magomvi baina yako na jamii inayokuzunguka bila wewe kujua. Na watu wengi leo wanasumbuliwa na tatizo hilo, na wengine wametengwa na familia zao, wengine wametengwa na watoto wao, wengine wametengwa na wazazi wao, wakionekana wachawi na wanafanya shughuli za kichawi wakati hawafanyi hilo na wala hawajui, ila shetani anawatumia. Sasa hii ni moja kati ya njia inayotumika na mashetani katika chale ama chipu ya kichawi. Lakini pia kuna chale nyingine inaitwa chale tochi. Chale hii mara nyingi inatumika na wachawi kumuidentify, kumtambulisha mteja anayetumikishwa na wachawi, ima kwa kuwekewa vitu ndani ya mwili wake au kilanja katika safari, au anayetakiwa kufanyiwa mabaya kila anapokwenda. Chale hii inapochanjwa kwenye mwili wako, ikatokea watu wanapokusudia baya yote, nyama za kichawi zimeliwa zimebakia, wewe ndio unatakiwa kulishwa. Sijui shughuli mbalimbali za kichawi za kwenda kuangalia mahala kama pako salama au sio salama, wewe ndio unatangulizwa. Vipi? Kwa sababu chale iko ndani ya mwili wako, jini ana uwezo wa kuingia ndani ya mwili wako, wakiwa na hofu kwamba kuna nyumba imetegwa na inaweza kuwa na madhara, wao kwenda wanakutanguliza wewe. Ukipigwa mzinga katika eneo lile, mika pale, aina gani ya kinga iliyotumika pale na njia gani ya kutegua kinga ile ili wapite kumwendea wanayemkusudia. Haya yanafanywa na wachawi kwa kukutengenezea chale maalum ambayo inakuwa identify wewe na wao wanakutambua. Na wewe unakuwa kilanja wa kutumika na wachawi pindi tu unapotembea. Na hii ni chale ambayo unatembea nayo mahali popote, na kila anayefanya shughuli za kichawi ni rahisi kukujua kwamba wewe ni nani, unatoka wapi, na chale umepigwa na kundi gani na unatumikaje. Kwa hiyo unaweza kutoka labda Dar es Salaam ukaamua kwenda kuishi Nairobi, au kaenda kuishi Uingereza, au kaenda kuishi Ufaransa, au kaenda kuishi Marekani. Yale uliyoyaacha Somalia, Uingereza na Ufaransa, na amini yale uliyoyaacha Somalia, Marekani, ukaenda Marekani utakutana nayo. Uliyoyaacha Kenya ukaenda Marekani utakutana nayo. Uliyoacha labda kule
labda uliyoacha kule Mozambiki ukienda kule Ulaya utakutana nayo, labda uliyoacha DRC Congo ukienda huko utakutana nayo. Nini sababu inafanya yale uliyoacha huko ndio unakutana nayo kule? Kwa sababu una chale tochi katika mwili wako, inakutambulisha wewe ni nani, unatakiwa kufanyiwa nini, unatakiwa kuwahudumia wachawi kwa kiasi gani. Kwa hiyo unaweza kujikuta wewe umeondoka, wale wote wabaya wako umewaacha Kongo, lakini ukajikuta baada ya kufika Marekani, Uingereza, Canada, Ufaransa, yale yote ambayo uliacha kule unakwenda kukutana nayo moja kwa kijiti. Unaanza alifu kwa kijiti, unakutana nayo yale yote, unakwenda kupata madhara yale yote, unakwenda kupata shida zile zote. Kwa nini? Kwa sababu una alama ya chale katika mwili wako. Na chale hii inakufanya hata maradhi ya aina ya maradhi inayotakiwa ikupate, chale hii itaonesha. Kwa hiyo wachawi watakuwa wanajua tu kwamba huyu tunampiga aina fulani ya maradhi. Kila unapokwenda aina hiyo ya maradhi ndio itakuwa shida yako kubwa. Kila unapopita aina hiyo ya maradhi ndio itakuwa shida yako kubwa. Kwa nini? Kwa sababu wale wanataka wewe usipate tiba ya kukuondolea tatizo. Yani wewe katika maisha yako kila ukitibiwa hilo tatizo kwako halitoki, hilo tatizo kwako haliishi, hilo tatizo kwako linapungua, linarudi tena au linaongezeka zaidi. Na mwisho wa siku utajikuta uhai wako kisha unapoteza uhai wako, unafariki dunia, lakini wao ndio wametengeneza chipu hii na chale hii tochi katika mwili wako. Sasa chale tochi hizi na chipu hizi zinapoingizwa kwenye mwili zinatakiwa kufutwa. Unazifutaje? Ziko aina maalum za matibabu za kufuta chale hizi. Ndio maana tunakuletea mafuta ya Star Anise na Star Fish. Viwili hivi vikifanikiwa kuingia katika mwili wako kwa utaratibu tutakao kueleza, haya yote niliyoeleza hapa nyuma, kupitia haya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, narudia tena, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, narudia mara 3, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, muda mfupi hizo chale zitafutika, hayo mazenge yataondoka, hayo maradhi yatakuisha na utarudi kuwa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu Star Anise ni mafuta ya nchi kavu na Star Fish ni mafuta yanayotokana na samaki wa baharini na unga wake. Vikitumika hivi pamoja, kupaka na kuoga na kunywa, vinakupelekea wewe kufuta chale, vinakupelekea wewe kuvunja chipu ya kichawi, vinakupelekea wewe kubaki katika hali salama ya furaha. Lakini kubwa zaidi, baada ya kuondoa uchafu huu, itakwenda kuunganisha mwili wako na kurudisha kama ulivyozaliwa bila ya kuwa na shida yoyote, vifungo vyovyote, nuksi yoyote, mikosi yoyote, balaa yoyote, na kila kitu kitakwenda kurudi sawa, kwa sababu utakuwa ni mwenye kung'ara, nyota mbili zitakwenda kukung'arisha. Ndio maana nikawaambia wasikilizaji wangu na kwenda kuambia kitu bora, kitu muhimu sana katika maisha yako, lakini kubwa zingatia ujio wa Star Anise. Ikiwa wewe ni miongoni mwa wahanga wa tatizo hili, zingatia ujio wa Star Anise, mafuta maalum na Star Fish ambaye anakwenda kuzinduliwa taasisi ya Islamic Dua Center mara moja biidhnillah, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 11 2021. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 11 2021. Mafuta Star Anise pamoja na unga wake unaotokana na mafuta na Star Anise na Star Fish vikichanganywa pamoja, vitakwenda kukuondolea yote yaliyokusibu kwa muda mrefu na kuirudisha furaha yako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala inshallah, na utakuwa uko katika hali ya kawaida. Unachofanya sasa ni kuweka oda kama wewe ni miongoni mwa watu wanataka kuyapata mafuta haya na dawa hii ya unga ambayo inakwenda kubadilisha maisha yako, kwa kupiga namba za simu zifuatazo: 0752 51 77 51. Namba hii na upigaji huu kwa na utaratibu huu utapiga wewe ambaye unaishi Tanzania. Lakini ukiwa unaishi nje ya Tanzania na unahitaji na wewe kuingia katika watu wanaokwenda kuyakomboa matatizo yao na kujiondoa katika minyororo ya majini wachafu, mashetani wa kijini na wachawi, unaweza kupiga namba hizi ikiwa unatokea nje ya nchi. Utapiga kwa kubonyeza namba ifuatavyo: alama ya kujumlisha 255 7 5 2 5 1 7 7 5 1.
Ukibonyeza namba hizo utanipata kwa WhatsApp, utanipata moja kwa moja au kwa namba ya WhatsApp. Hiyo namba pia ni WhatsApp. Tumia namba hii ili uweze kuweka oda yako mapema, ili ufaidike na bidhaa hii ambayo kwa mara ya kwanza ndio unakwenda kukutana nayo. Ni mafuta ya Star Anise na Starfish yaliyochanganyiwa visomo vyote vinavyohitajika katika kujenga maisha yako biidhnillahi karim. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.